Habari hii inatokea mkoani Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Kampeni ya Twende Butiama inaadhimishwa kila mwaka kwa lengo la kumwenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika falsafa zake za maendeleo, hasa kupambana na maadui watatu ambao ni ujinga, maradhi na umaskini, ambayo huwa inafanyika mwezi wa 10 ya kila mwaka. Imebadilishwa na sasa itafanyika mwezi wa 7 ili kupisha uchaguzi mkuu. Kampeni hii huwa inahusisha waendesha baskeli 200 kutoka nchi mbalimbali na huwa inafanyika kwa muda wa siku 10 kwa umbali wa zaidi ya kilomita 1500 na kupita katika mikoa 11. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Arusha, mwenyekiti wa msafara wa Twende Butiama, ndugu Gabriel Landa, amesema kwamba mwaka huu wameamua kubadilisha njia na kupitia upande wa kaskazini ili kuona mambo mbalimbali yaliyofanywa na baba wa taifa, ikiwemo azimio la Arusha. Mwaka huu ni miaka 7 tangu tulipoanza. Tumekuwa tukifanya hivyo ili kuenzi mema au mazuri aliyoyafanya, lakini tukiangazia falsafa ya maendeleo ambayo baba wa taifa alikuwa akikazia kwamba tunahitaji kupambana na maadui watatu wa maendeleo ambao ni ujinga, umaskini pamoja na maradhi. Kwa hiyo kupitia msafara Twende Butiama tumekuwa tukifanya shughuli mbalimbali ambazo zinasaidia katika kuboresha elimu, lakini pia kuboresha afya, lakini kubwa zaidi ni mazingira. Mwaka huu tutakuwa na msafara kama nilivyosema kuanzia tarehe 3 mwezi wa 7 mpaka tarehe 13 kupitia katika mikoa 11, umbali wa zaidi ya kilomita 1500 ambao tutapita katika mikoa kuanzia Pwani, Dar es Salaam, Pwani, Tanga, Kilimanjaro, Arusha, mkoa wa Manyara, lakini pia Singida, Tabora, Shinyanga, Simiyu na kumalizia mkoa wa Mara. Lakini kubwa zaidi ni kwamba tutakuwa na siku za mapumziko katika maeneo mbalimbali. Mojawapo ikiwa ni mkoa wa Arusha. Tutapumzika hapa siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 ambao ni maarufu kama siku ya wakulima duniani Tanzania, ambayo nafikiri tutakumbuka kwamba ni siku pia maalum kwa ajili ya kumkumbuka baba wa taifa, kwa sababu ni siku ambayo harakati za kuanza kudai uhuru zilianza mwaka 1954. Kwa hiyo sisi kwetu itakuwa ni fursa pia ya kuweza kuwakumbusha Watanzania kwamba harakati zilianza siku nyingi za kuweza kupata uhuru wa nchi yetu. Kwenye msafara wetu tutakuwa na washiriki mbalimbali. Tuna washiriki wadogo wenye umri mdogo chini ya miaka 15, lakini pia tuna wenye umri mkubwa ambao sisi tunawaita sio wazee, tunawaita mamasta, ambao tutakuwa nao katika msafara. Lakini kubwa zaidi tutakuwa na jinsia ya kike ambao na wao pia watashiriki. Lakini mwaka huu pia tutakuwa na huduma katika kuenzi zile falsafa za baba wa taifa. Tutakuwa na shughuli mbalimbali katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kusapoti swala zima la elimu, afya pamoja na mazingira katika shule mbalimbali ambazo zitapitiwa na msafara almaarufu au naweza kusema maalum zaidi katika kuweza kuboresha elimu jumuishi kwa wanafunzi katika shule mbalimbali, ambapo kuna watoto wenye mahitaji maalum, lakini pia kuna shule hizo ambazo zina mahitaji maalum ambazo baadhi zitakuwepo hapa Arusha. Kwa hiyo ni moja ya mambo ambayo tutayafanya, lakini zaidi pia tutaendelea na kampeni yetu ya upandaji wa miti katika maeneo mbalimbali kwenye msafara huu wa Twende Butiama. Tarehe 2 au tarehe 3 tutaanza safari. Kituo cha kwanza itakuwa ni Mkata. Siku ya kwanza, siku ya pili itakuwa ni Hedaru, alafu siku ya 3 itakuwa ni Moshi, na siku ya 4 ambayo itakuwa ni tarehe 6 tutaingia Arusha. Tarehe 7 tutapumzika Arusha. Nikisema kupumzika ni kwamba hiyo siku tutaitumia kwa ajili ya kufanya zile shughuli za kijamii ambazo ni upandaji wa miti, lakini pia na kutembelea maeneo mbalimbali yenye historia
za baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ikiwa mojawapo ikiwa ni pale makumbusho ya Azimio la Arusha. Tarehe 8 tutaendelea na safari kuelekea Babati. Tarehe 9 tutakuwa tuko Singida. Tarehe 10 itakuwa ni Singida mpaka Nzega, na pale tutapumzika. Kama nilivyosema, pia kupumzika sio kulala, ni kufanya shughuli za kijamii, ambayo itakuwa ni tarehe 11. Tarehe 12 tutatoka Nzega kuelekea Bariadi, ambapo tutafanya shughuli za kijamii. So hiyo itakuwa ni tarehe 12 mpaka Bariadi, na tarehe 13 tutaanzia Bariadi mpaka Mwitongo Butiama. Kwa hiyo ndio ruti yenyewe itakavyokuwa. Jambo kubwa ambalo Watanzania wengi hawafahamu ni kwamba wakati wa kudai uhuru, wakati wa harakati za kudai uhuru, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kuendesha baiskeli kutoka Dar es Salaam mpaka Arusha. Kwa hiyo sisi ni sehemu mojawapo ya kumwenzi kwa kama yeye aliweza kuendesha baiskeli mpaka Arusha, na sisi tumeona kwamba tuweze kupita huku kama njia mojawapo ya kumwenzi. Na kama nilivyosema, tunafungua usajili leo, na tutaweka hiyo link kwenye mitandao yetu ya kijamii. Twende Butiama kupitia Instagram, Facebook, YouTube, X, yote unaweza kutupata huko, na www.twendebutiama.com yote unaweza kupata. Lakini pia Vodacom Tanzania Foundation unaweza ukapata link huko. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Vodacom Tanzania Foundation Bi Zuena Farahi amesema kwamba katika msafara huo watawezesha shughuli mbalimbali za kijamii, ikiwemo kupanda miti na kuboresha mazingira ya elimu jumuishi na afya. Tupo hapa kutangaza rasmi route ya mwaka huu, pamoja na kufungua link ya registration kwa wale cyclists ambao watataka kushiriki. Kwa mara ya kwanza tutabadilisha route kidogo, meaning kwamba zamani tulikuwa tukipita njia ya kwenda Dodoma, alafu Dodoma tunaenda Singida, Shinyanga, Mwanza, alafu tunamalizia Mara. Mwaka huu kwa mara ya kwanza kwenye Twende Butiama tutapita njia ya Arusha. Tumeweza kuidentify shule na maeneo mbalimbali ambayo tutaweza kuwasaidia kwa mwaka huu, na tunalenga zaidi tunasema wanafunzi wenye mahitaji maalum, students with special needs. Kwa hiyo mwaka huu kwenye kila stop ambayo tutasimama, our primary focus is people with disabilities. Katika msafara huu sisi kama wadhamini wakuu, huu ni mwaka wa 3, na mpaka hivi tunaposimama hapa tunazungumza, tumeweza kufanikisha pamoja na wadau wengine panda miti zaidi ya 70,000. Tumeweza kufanikisha madawati kwenye shule zaidi ya 34, kupunguza wanafunzi kukaa chini au kuwezesha mazingira ya shule yakawa more welcoming kwa students. Leo tumezindua rasmi moja tarehe tumeannounce, ya pili tumefungua registration link ambayo tunatarajia kwamba washiriki watafill information, na registration link tutaifunga mwisho wa mwezi wa 5 ili kuweza kuanza maandalizi aidha kwenye upande wa medical check, bike clinics na kadhalika. Kwa hiyo mwaka huu tumelenga miti 50,000. Akitokea mdau mwingine ambaye atataka kudonate, tutaongeza. Ila lengo letu kama sisi Vodacom Tanzania Foundation tutapanda miti 50,000 kama donation yetu sisi. Lengo la mwaka huu ni advertise zaidi Twende Butiama. Mwaka jana tulikuwa na washiriki kutoka Kenya, Mozambique, Burundi, DRC, Malawi, Japan pia. Kulikuwa kuna mshiriki kutoka Japan, lakini pia siku ya kwanza wakati tunatoka Dar es Salaam tulikuwa tuna kaimu balozi wa Rwanda pia alishiriki mpaka Bagamoyo. Tulikuwa tuna pia expatriates ambao kutoka United States, kutoka South Africa ambao pia walishiriki.
Mwaka huu tunafanya kazi pamoja na cycling communities na cycling clubs za nchi mbalimbali, ambayo leo jioni watapata barua wote kuwatangazia kwamba hii tour dates ni kuanzia July 3rd mpaka July 13th, na routes ni hii, na tuna stop baadhi ya sehemu hii, lakini tumeweka mpango maalum wa kuwashirikisha washiriki kutoka nje ya Tanzania, na lengo kuu ni tourism, sports tourism, lakini pia kuhamasisha Watanzania zaidi kushiriki kwenye sports kama cycling. Kila mwaka msafara huu ni mwezi wa 10. Mwaka huu tulijadiliana, tukafikiria na tukasema kwamba mwaka huu tutaifanya mwezi wa 7. Nadhani sote tunaelewa kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Kupisha harakati za uchaguzi, tukasema kwamba kwa sababu kila Tanzania lazima naye ashiriki, it's a civic duty. With that said, tukasema kwamba mwezi gani utafaa zaidi ili tuweze kushiriki, na baada ya hapo turudi kwenye majukumu yetu mbalimbali. Tukasema mwezi wa 7 ndio utafaa zaidi. Kwa hiyo that's the reason why ni mwezi wa 7 na ni siku 10 badala ya kawaida yetu ya siku 14. Moses Andrea na Lawrence Babu ni washiriki katika safari hiyo, na hapa walikuwa na haya ya kusema. Yangu ni Moses Andrea, ni mwenyekiti wa chama cha baskeli mkoa wa Arusha. Kwanza sehemu ya mazoezi, tunapata mazoezi ya kutosha, kwa sababu unakuta kwa mwaka mzima unakuwa uko kazini, lakini ukipata hiyo siku 10, 13 ukirudi, yani utakuwa umefanya mazoezi ya kutosha sana. Mashindano yapo kama juzi tuliambiwa kwamba kuna mashindano ya Tanzania inatakiwa kwenda kushiriki pia na mashindano. Tulipewa taarifa na mwenyekiti wa taifa kwamba mashindano yapo, kwa hiyo tujiandae. Pia yatakuwa ni sehemu ya maandalizi pia mojawapo kwa ajili ya hii Twende Butiama. Kwa Tanzania kuna washiriki wangapi? Kwa Tanzania sana tunategemea mpaka 200 kwa trip hii kwenda kupita kanda ya kwetu Arusha, sio Moshi. Tutakuwa na washiriki wengi sana. Zaidi ya 200 tutakuwepo. Kwa sababu Arusha yenyewe tunatoka kama washiriki 100 na sasa mikoa mingine. Ukiongelea Butiama kidogo, yeye mnaionaje? Butiama ni sehemu moja nzuri sana na inatupa pia kufahamiana na watu wengi zaidi. Inawapa watu vijana mazoezi ya kutosha. Tuko mipango kidogo mashindano ya kimkoa. Mashindano ya mkoa yapo, na mwezi wa 6 tarehe 20 tutakuwa na mashindano pia ya hapa mkoani. Tutakuwa na mashindano yale ya Swahili Marathon, tutakuwa nayo mwezi wa 6 tarehe 20. Ni mshiriki wa mbio za Twende Butiama miaka mingi, si ndio waanzilishi. Na hapa tulienda kumwenzi baba taifa, sababu ya miaka 103 ya Nyerere. Kwa hiyo hapa leo tunazindua na matembezi na Vodacom ya Twende Butiama. Mimi nikiwa ni mkongwe, kwa jina jina lingine ni Kibabu maarufu. Mimi na mwenzi baba taifa kwa vitendo, sababu nafahamu mambo mengi aliyofanya, sababu katika historia ya Tanzania ukimsema Nyerere ndio rais wa kwanza kijana kuliko marais wote. Alichukua urais wa Tanzania akiwa na miaka 39, sababu watu wengi hawajui, alichukua bado akiwa ni mdogo. Kwa hiyo ukiangalia kwa mambo mengi aliyofanya, na sisi ndio maana tumeamua tuendeshe baskeli kwa kumuenzi baba taifa kwa vitendo. Na ndio maana tumeamua kujitolea sisi wenyewe, na tukiwaomba wadhamini wetu kama hivi Vodacom wanatudhamini na kuwasaidia watoto ambao wanatakia mahitaji maalum, na kusaidia shule ambao zisizo na madawati, na ushiriki wetu ndio unaofanya sisi hivi vitu vyote vionekane. Kwa hiyo naomba Watanzania wengi washiriki kuendesha baskeli. Kwanza ni afya, afya inatengeneza, baskeli inatengeneza utu, baskeli inatengeneza nguvu. Hapa nilipo mimi unavyoniona sio mtoto, mimi na jukuu na miaka 56. Hii afya yangu yote nimepata kwenye baskeli. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya
pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.